Bwana Yesu asifiwe, wapendwa, wana All Saints na wale pia wanaotazama katika online. Tuko katika mwezi wa 4 na ningependa kuitumia ile mada ambayo inayotuongoza katika mwezi wa 4 ambayo tunaipata katika Mathayo mlango wa 11 na kuanzia mstari wa 28. Naomba tulisome neno kabla ya kuomba kwa ajili ya neno. Neno letu tunalipata katika Mathayo mlango wa 11 na kuanzia mstari wa 28. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Naomba tuombe kwa ajili ya neno. Baba wa mbinguni, uishie milele, tunakushukuru kwa neno lako. Wapo wengi waliochoka leo kiroho, kimwili na hata kihisia. Bwana Yesu, umetualika tukuje kwako. Leo tunakujia na mizigo yetu, mizigo ambayo mizito imetulemea. Tunakuomba utupe pumziko la kweli, uponye mioyo yetu na utupe nguvu mpya, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, asubuhi njema katika jina la Bwana. Ninashukuru Mungu kwa nafasi hii ya kushiriki katika neno lake, ile ambalo tumelisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 11 na mstari wa 28. Basi kutokana na mada ya hili neno, Bwana ndiye tumaini katika nchi iliyochoka. Leo nataka kuwazungumzia kuhusu hali ambayo wengi wetu tunapitia katika nyakati ambazo tunazoishi. Kunao uchovu wa maisha, kunao uchovu wa moyo, kunao uchovu wa roho. Lakini katika ya huo uchovu kuna tumaini moja la kweli. Bwana ndiye tumaini katika nchi iliyochoka. Bwana ndiyo tumaini katika wale watu waliochoka. Bwana ndiyo tumaini katika lile doa ambalo limesabalatika. Basi Mungu akanisaidia katika hadithi moja ya kijana mmoja ambaye aliyosafiri katika jangwani kwa muda mrefu. Alianza safari yake asubuhi, na basi jua lilikuwa kali mno, na akafika mahali akawa miguu imechoka, akawa amelemewa na safari. Ukoo ukawa umekauka kwa kuwa hakukuwa na maji. Basi wakati ambapo alipokuwa anajikaza na safari yake, katika bahari alipotazama aliona kuna mti, na basi kando yake akaona kulikuwa na mto. Na basi kadri ya uchovu na katika ile hali ya kuchoka kwake, alijikaza ili ufikie ule mti na pia apate kufikia ule mto. Lakini hapo mwanzo walikuwa ameona ni kama hataweza kumaliza mwendo. Lakini wakati ambapo walipoona maji, basi na akaona mti, aliweza kukaza safari. Wapendwa, maisha ya watu wengi yako kama hii safari ambayo huyu kijana aliyokuwa anaenda. Wamechoka na kuishi, wamelemewa na ile maisha ambayo wanayoishi, wamelemewa na ndoa, na wengi hata wanapata wameshakibiria katika tamaa za ulimwengu. Lakini habari njema ni kwamba kuna tumaini la kweli, na kuna tumaini kwa wale ambao watakaomtumainia
Yesu Kristo. Ndiyo maana leo tunasema Bwana ndiye tumaini katika nchi iliyochoka. Yesu anatabua uchovu wa mwanadamu, na ndiposa akawakusanya ninyi nyote msubukao na wenye kulemewa na mizigo. Hapa Yesu hakuwa anaongea na watu ambao waliokuwa sawa. Hakuwa anaongea na watu ambao waliokuwa wameweza kukaza mwendo. Yeye alikuwa anaongea na watu ambao waliokuwa wamechoka, watu ambao walikuwa wamevunjika moyo, watu ambao waliokuwa wamelemewa na mizigo yao. Lakini katika maishani mwengu naelewa kwamba katika nyakati ambazo tunazoishi kuna aina nyingi ya mizigo. Kuna mizigo ya dhambi, kuna mizigo ya mawazo. Watu wengi wanaishi katika maisha ya stress. Wakati mwingine unajipata umepatwa na wasiwasi. Kuna mizigo ya familia. Ndoa nyingi zimesambaratika. Kuna mizigo ya deni. Ulikopa deni lakini kuilipa imekuwa shinda. Kwa vile ambavyo maisha imekuwa katika nyakati ambazo tunaishi. Bado kunayo mizigo ya masomo. Wazazi wengi wamekuwa na shida ya kuwalipia watoto wao karo ya shule. Katika Zaburi 34 na mstari wa 18, hivi ndivyo Bwana anavyotuambia siku ya leo. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Kwa hivyo tusife, sababu ule wakati ambapo tunapoona tumelemewa na mizigo katika maishani mwetu, Yesu yu karibu nasi. Na basi wakati ambapo tutakapomulilia na kumuita, yuko tayari kuwa msaada wetu katika maishani mwetu. Jambo la kwanza la pili ambalo tunalojifunza kutokana na Mathayo mtakatifu. Mathayo mlango wa 11 na mstari wa 28. Yesu anatualika tumjie. Hapo yupo ndipo tumaini lipo. Yeye anasema katika huo mstari, "Njooni kwangu." Yesu hakusema nendeni kwa marafiki. Yeye pia hakusema nendeni kwa ile mali ambayo mnayo katika maishani mwenu. Yeye pia hakusema nendeni kwa nguvu zenu. Yeye asema njooni kwangu. Basi hili linamaanisha nini? Tumkaribie katika maombi. Tumkaribie katika hali ya imani. Tumkabidhi mizigo yetu yote ile ambayo imetulemea katika maishani mwetu. Watu wengi wanatafuta tumaini katika vitu vinginevyo. Je, hebu pata kujiuliza wewe siku ya leo kama napojiuliza pia. Natafuta tumaini langu wapi? Unalitafuta tumaini lako wapi? Walitafuta kwa pesa? Walitafuta kwa kazi? Walitafuta kwa watu? Lakini neno linatuambia wao ambao wale wanatafuta imani kwa pesa, wanatafuta imani kwa watu, wanatafuta imani kwa kazi, basi mwishowe wanabaki kuchoka zaidi. Tukidisoma neno la Mungu katika kitabu cha Isaya 40 na mstari wa 29 hadi 31, basi neno nalo linatuambia, awapao nguvu waazimiao ni Mungu. Basi ukimujia Mungu hupotezi, unapata nguvu mpya. Tai wanapochoka wao hupaa juu kwa nguvu ya upepo. Basi nasi tukimtegemea huyu Mungu tutainuliwa juu ya yale matatizo ambayo tunaipitia katika maishani mwetu. Jambo la tatu lile ambalo tunalojifunza na kitabu cha Mathayo mtakatifu ni Yesu hutoa pumziko
la kweli, nami nitawapumzisha. Hapa ndipo siri kubwa ya tumaini katika maishani ipo. Pumziko ya Yesu si tu katika kulala, si tu katika pumziko la kimwili, lakini ni pumziko la ndani. Tunapata amani moyoni, tunapata utulivu wa nafsi, bado tunapata nguvu mpya ya kuendelea na hii safari ambayo tuko nayo katika ulimwengu. Wakati mwingine ambapo napo kisoma kitabu cha nabii Yeremia 17 na kuanzia mstari wa 7 na hadi 8, neno linatukumbusha kwamba ni heri mtu amtegemeaye Bwana, mtu anayemtegemea Mungu, hafi moyo, hakauki katika kiroho. Hata ule wakati ambapo anapopitia katika changamoto za ulimwengu, yeye anaendelea kuzaa matunda kila wakati. Jambo la 4, katika nchi iliyochoka tumaini letu harifi. Wapendwa ndugu na dada zangu, katika Kristo kunao ukweli. Maisha hayatakuwa rahisi katika kila wakati, lakini tumaini letu halitatoka na katika hali ya kupatana na mazuri pekee, lakini tumaini letu litatokana na katika hali ya kumwamini Mungu na kuishi kulingana na mapenzi yake, katika hali ya maombezi, katika hali ya kumsifu, katika hali ya matoleo yetu. Basi na yeye ataendelea kuwa mwaminifu katika maishani mwetu. Basi naomba tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neno lako. Tunakuja kwako na mizigo yetu yote. Utupe pumziko na nguvu mpya. Tunaomba urudishe tumaini ndani yetu na utuongoze katika njia zako. Kuanzia leo tunakuamini kwa kuwa wewe ni tumaini letu. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.